Hakika ni siku nyingi watu hawajamuona tunaweza kusema nyota wa zamani wa timu ya taifa lakini na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Huyu si mwingine ni Abdalla King Mputa Kibadeni, ambapo leo hii viwanjani tunakwenda kuzungumza naye kwenye exclusive aweze kutueleza mengi kuhusiana na michezo enzi hizo wakisakata kabumbu. Mtu ambaye alipiga hat-trick ndani ya mechi ya watani wa jadi, yeye akiwa Simba dhidi ya Yanga, na mechi hiyo akiibuka na goli 6. Tutakwenda kujua mengi sana juu ya mzee wangu Mputa Kibadeni. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo yanakwenda. Asante sana mzee wangu. Karibu sana. Asante sana. Nimefarijika mwanangu leo kunitembelea. Hakika. Kweli wewe mzee wangu Simba. Unajua tangu tumekaa hapa ni kuwa muda wote. Unatazama simu yangu huyo mnyama. Kweli mzee wangu nimekubali. Kweli wewe mnyama. Muda wote nilikuwa sijaliona hilo. Kweli kweli wewe mnyama. Basi mimi uniambie kitu. Mzee wangu, lakini wanasema zamani ulikuwa ukiwa mdogo ulikuwa unaishabikia timu ya Yanga. Nini kinakuhusisha wewe na Yanga? Sikuwa Yanga, ila marehemu babangu alikuwa mtumishi mwanachama wa 5. Sasa rangi ya Chama cha Mapinduzi au CCM ni kijani na njano. Sasa ilikuwa pale nyumbani kwenye pazia sijui nini inakuja rangi hiyo. Na mimi kwa kweli na mimi nilijiunga tangu mwaka 66 nafikiri niingia kwenye 5. Baba aliniambia lazima niwe mwanachama. Kwa hiyo sikuwa kwenye kupenda tu kwa Yanga lakini ile rangi nilivutia ya CCM kwa ya 5 manake. Kwa hiyo nikawa watu wananiambia na mimi niko Yanga, lakini nilifanya nakumbuka mazoezi siku moja tu. Lakini baadaye ile klabu nilikuwa nikichezea wakanitoa. Wakaniambia usicheze tena kule bwana. Mimi kwa Republic Sports, yani Kahe, ni sister club na Sunderland wakati huo. Kwa hiyo wakaniambia wewe ukitaka twende huko Sunderland sio kule. Kwa hiyo ndio chanzo cha wewe kuhamia kwa wekundu wa Msimbazi. Ni kwa muda mrefu mzee Kibadeni watu hawajakuona. Baada ya kutoka kwenye soka, sasa hivi uko wapi? Unafanya nini? Sasa hivi nina kituo changu hapa Chanika kinaitwa KISA, Kibadeni International Soccer Academy. Nadili tangu wakati huo mpaka sasa hivi mimi nadili na vijana kuwafundisha mpira wapate ajira kwenye mpira. Nafikiri tuna tabu kidogo kwamba vijana wetu wanaishia mapema kumalizika, basi wataingia kwenda kuendesha pikipiki au wanafanya nini basi. Lakini tunataka vijana watoto wetu ambao sisi wazazi tulicheza mpira, kina Manara, kina Kibadeni, kina Zimbwe, wapatikane watoto wao katika kuendeleza mpira. Sasa hivi wanapungua kwa sababu ya ajira inakuwa ngumu kidogo kwenye mpira. Turudi kwenye enzi zako ukicheza. Mzee Mputa, wakati ukicheza mpira, ilikuwaje Simba wakakuona? Simba waliniona baada ya kuhangaika kwenye timu ndogo, sijui Young Heroes, State Styles, Liverpool nimecheza, Tancoast nimecheza. Baada ya kuonekana sasa nilipojiunga na Kahe Republic Sports ambao wako mtaa Mchikichi pale na Kongo. Tulipocheza wakaniona viongozi wa Simba, wale washabiki hasa kwenye mpira, wakaniambia bwana Kibadeni njoo cheza huko. Kwa hiyo nikaanza kucheza Sunderland mwaka 71 nilikuwa nikajiunga na Sunderland. Kwa hiyo nikaendelea naye mpaka namaliza kucheza mpira nikitokea Majimaji. Miaka hiyo tuambie mzee Mputa, ilikuwaje ukaweza kuachwa kwenye kikosi cha All African Games, akaweza kuchukuliwa Maulidi Dirunga kwenye kikosi hicho? Wakati huo wewe ulikuwa ni namba 10 bora, lakini akachukuliwa Dirunga. Ilileta tabu kidogo. Watu walisema haki haikutendeka kwa sababu mimi ndo nilikuwa nikicheza kwenye nafasi hiyo. Na nilicheza nikaumia niliyoumia mechi inayofuata ilibidi nilipoumia nikatoka akaingia marehemu Dirunga. Lakini tulipomaliza majina alipotajwa walioshiriki mashindano yale, Dirunga akapelekwa. Sasa sijui kama ilikuwa na tatizo gani kwamba kwa nini sikwenda mimi au vipi, lakini tulisema tuiachie alivyo. Maana wakati huo ilikuwa na goalkeeper pia alichaguliwa kwenye timu hiyo wa Simba. Sasa pengine ilitaka watu kuweka hesabu sawa ionekane kwamba Simba kenda na Yanga kenda.
Tupe historia yako ya Simba inacheza nusu finali kwenye klabu bingwa mwaka 1974 ilikuwaje? Tulicheza wakati nakumbuka nacheza na tulipoteza mihala mikubwa nafikiri, na walitutoa wale kwa penalty, na katika penalty mmoja wapo nilipiga nilikosa, lakini tulikuwa na hamu kubwa. Unajua zamani tulikuwa tukicheza si kwa ajili ya pesa, tulikuwa tukicheza watu wakutambue, watu wakuheshimu, na kweli ulikuwa watu wakikutambua. Mimi nikipita njiani mtu anasimamisha gari yake na panda na ndo wala silipi. Hata nikiendesha gari nikiwa kituoni nataka kutia mafuta, mtu akiniona anamwambia mjazie huyo bwana mimi nalipa. Kwa hiyo ilitusaidia kila kitu, jambo kitaka kufanya, na si kwa mimi tu, ilikuwa hata watoto wako wanapata heshima pia kwamba babao ni star pengine katika mchezo wa mpira. Lakini sasa hivi mpira umekuwa ni biashara. Nini mtazamo wako ukilinganisha na miaka yenu, lakini hivi sasa ambayo tunaona mpira umekuwa biashara? Tunao vijana sasa hivi wanacheza mpira, lakini hawa vijana elimu yao ya uelewa ni ndogo. Mtu anacheza mpira vizuri, sasa midamu unacheza vizuri, kwa nini upate tabu kusumbua watu wakuangalie, wakwambie lala mapema, usifanye hichi, usifanye hichi? Nyumbani unakuta wakati mwingine mpaka ukienda kumuuliza saa 7 hajarudi. Kwa hiyo wanakosa uelewa huo. Matokeo yake kwamba nafasi hizi zinatumika na watu wengine kutoka nje. Utaona sasa hivi timu zetu zote kubwa zina wachezaji kutoka nje, si chini ya wachezaji 9, 8 kila timu wanao. Si timu kubwa, hata hizo timu zingine zina wachezaji kutoka nje. Lakini kwa nini tusitumie wachezaji wetu? Mimi nina watoto na wajukuu, kwa nini wasiige babao nilikuwa nafanya kitu gani? Kwa talenti uliokuwa nayo, kuna mtoto ambaye amemrithi mzee Abdalla King Mputa Kibadeni? Tena wako wawili, mmoja yuko Uingereza anaitwa Asim Abdalla Kibadeni, na mwingine Omari Abdalla Kibadeni yuko Canada. Hawa nao wamesomea ukocha. Tena wakati mwingine tunavutana mimi na wao. Nikamwambia kanyewe mnajua sirudini nyumbani, basi tuje tufanye kazi. Mnanionyesha picha tu, mnafundisha wazungu, mnafundisha watu gani? Njooni nyumbani tufanye kazi. Kwa hiyo tunavutana mimi na wao mpaka sasa hivi. Na wao wanasemaje? Wanasema tusubiri, wewe tutayarishie tu nafasi, tunakuja. Umekuwa mchezaji na umekuwa kocha katika kategori mbalimbali hapa nchini. Hebu tupe uzoefu wako mzee Kibadeni. Watanzania wanapenda michezo, na hasa mchezo wa mpira wanaupenda sana. Ukitaka kugombana nao bora ukose sukari na nini, lakini si kwenye mpira. Mpira uwe sawa sawa. Kwa hiyo ninachosema kwamba mimi nimekwenda kusoma mambo ya coaching, nimekwenda Ujerumani, nimekwenda Brazil, nimekwenda sijui wapi kusoma kwa ajili ya coaching. Lakini tuwafundishe sasa vijana wetu wakasome, waje kuwa walimu, wakasome waweze kucheza mpira, ili mradi ukienda kwenye ualimu tutakuwa na walimu ambao wamesoma wazawa. Sasa hivi leo ukileta kocha kutoka nje, ukimleta hapa kufundisha, atafundisha huko mjini, sio Kuzogwali nipokuwa mimi au Zingiziwa nipokuwa mimi. Hawezi mtu kuja kuishi huko. Kwa hiyo sasa hivi tuhakikishe kwamba tunaipa nguvu coaches, walimu wawe wengi. Sasa hivi population ya Watanzania karibu milioni 60. Kwa hiyo tusomeshe watu. Mimi nashukuru serikali nipeleka Ujerumani nikasoma, kuja hapa mchango wangu mnauona katika nchi. Kwa hiyo wengi wakasomeshwe. Ukitegemea wasome wenyewe hawawezi. Ni miaka 10 imepita sasa, mnakutana watani wa jadi ukiwa kama kocha. Half time mkara 3-0. Mkaenda mapumziko. Nini ulizungumza na wachezaji wako mapumziko? Na mlivorejea zile 3 zikarudi, dakika 90 zinamalizika dimba la Benjamin Mkapa 3-3, Simba 3 Yanga 3. Nini mlikizungumza pale? Nakumbuka hiyo mechi mimi nilikuwa ndio mwalimu mkuu nikisaidiwa na Julio. Haswa. Na kweli kama ulivyoniambia tulifungwa goli 3 mpaka half time. Lakini kabla ya mchezo ule kuchezwa kulikuwa na rumors, mazungumzo yakizungumzwa kwamba wenzetu wametumia mbinu ya kuwarubuni wachezaji wetu wasiwe waaminifu katika kucheza. Sasa ilipokuwa
kuja kuzungumza nikaambiwa, bwana, hakikisha timu yako unaoipanga iko kamili, kwa sababu kuna watu wanahisiwa kwamba wamezungumza na wenzenu, wanaweza wakacheza sivyo ndivyo. Lakini sasa ikawa hatuna uhakika, huwezi kuchukua kwenye maneno tu ya watu. Sasa kubwa, mimi niliongea na wachezaji kabla tujenda uwanjani. Tumesikia kwamba kuna 1, 2, 3 kuna watu wamerubuniwa, wamechukua hela na wapinzani. Sasa tunachoomba kwamba warudishieni hizo pesa, au wewe chukua hiyo pesa kafanye kweli, alafu tuone watakushtaki wapi. Kwa hiyo mazungumzo tulizungumza, na kwa kweli katika lineup tulioipanga, tulipanga lineup ile ambayo tuliona kweli hii itatusaidia kushinda mchezo ule. Na tulipokwenda kiwanjani, na wachezaji tuliwaambia, tulipokwenda kiwanjani kwa kweli tumecheza mpaka half time, tunaona hayo matatizo yametokea, tumepigwa goli 3. Lakini ukitizama kwa uelewa wangu wa mpira, naweza nikasema yule hachezi 100% vile inavyotakiwa, kwa sababu badala ya kwenda mbele anaweza kazuia akarudisha nyuma, asiende kushambulia. Sasa vitendo kama hivyo vilitokea katika wachezaji, baadhi ya wachezaji pale kiwanjani kwenye hiyo mechi. Kwenye mechi uliviona kama kocha, kwa sababu wachezaji wako wanakuwa unawajua. Sawa kabisa. Kwa hiyo baada ya kumaliza kipindi cha kwanza, half time, mimi nikaongea na Julio, nikamwambia bana, yale tuliambiwa kweli, kwa hiyo huyu na huyu na huyu tutoe, tubadilishe watu wengine. Tukawatoa watu kama 3, tukaingiza watu 3 wengine kipindi cha pili. Na wale tumwambia, nyinyi kama mnataka heshima, karudisheni hizo goli 3. Kweli walipokwenda kafanya kazi, goli 3 zikarudi, na bado moja lilikuwa la 4 liongezeke, lakini sijui pia ilikuwaje ukamalizika. Kwa kuwa uwezo wa wachezaji mimi na utambua. Sasa ukiona kitu anakifanya si sahihi, unamwambia bana, ulivyofanya sio sahihi. Simba inapofungwa na Yanga, au Yanga anapofungwa, watu wanapata tabu, watu familia zao wanagombana, kuna watu wanaacha wake, kuna watu wengine warudi majumbani kwao siku 3 siku 4. Yani bora apotelee huko kuliko kurudi nyumbani. Mzee Kibadeni, kuna simulizi nyingi kwenye hizi mechi za watani wa jadi. Nataka tuzungumzie kuhusiana na uwanja wa Nyamagana. Inasemekana, tunataka utupe sasa kwenye ukweli, Saadi Ali alizima pale uwanjani baada ya kugongana na Gibson Sembuli yeah, pale uwanjani. Na inasemekana pale walipogongana kuliota kichuguu. Hizi hadithi uliwahi kuzisikia? Kuzisikia nilisikia huko nyuma. Mimi nakumbuka Simba tulitoka Poland nafikiri. Yanga si walitoka Brazil, kwa waliwahi kwenda. Kurudi ndo tukakutana Nyamagana. Na katika mchezo huo kweli Saadi Ali aliumia, lakini waligongana na mwenziwe. Lakini inavyosema kwamba aligongana na Gibson. Inavyosemekana kwamba mambo yalifanywa, basi matokeo yake ikawa hiyo. Lakini sasa siwezi nikasema baadaye pale mali ota kichuguu. Kwa hiyo watu walisema labda kuna kichuguu kilikuja, na hizo nizisikia. Na kulikuwa na leo ukija, unajua pale aligonga nani mchezaji wetu yule Saadi Ali. Unakuwa na kumbukumbu zile. Watu wanacheza kwa tahadhari usije kwa nini. Lakini baada ya hapo ile tukio kutokea, kwa hiyo watu walikuwa kila wakicheza wanakuwa na hiyo memory. Sawa kabisa. Wewe umecheza hivi vitu miaka yenu, haya mambo ya kukutana hasa kwenye mechi za Simba na Yanga, hivi vitu kwamba ni kweli vipo? Ukiwa kocha mmewahi kufanya ili mshinde hizo mechi? Labda mimi nikwambie ukweli, wakati nikicheza au pengine mpaka sasa nafundisha, mimi Mungu namweka mbele kwanza. Sisemi kwamba kuna uchawi wa kwenda kufanya labda mshinde. Kitu kama kile. Mimi kama kuomba, mimi nafunga. Wakati mwingine nacheza mpira huku na saumu. Kuna wakati kwa ajili hii nataka thawabu za Mwenyezi Mungu anisaidie kwenye shida yangu. Kwa hiyo kuna vitu vingi mtu unafanya kwa ajili ya lakini kuna watu wanaenda siji kwa waganga, wanakwenda huku wanaambiwa wafanye chinja mbuzi au fanya hivi. Vitu kama hivyo vinatokea. Tushaona uwanja wa Taifa, kuna mechi mnakwenda kucheza, kuna timu ilikuja pale na ng'ombe kaja chinjwa pale kiwanjani kwenye geti tunapopita na gari. Watu wanakwepa kupita getini, wanakwenda kuruka kwenye milango mingine. Vinatokea vitu kama hivyo.
Mwaka gani hiyo mzee? Yuko nyuma mkiwa bado mnacheza? Tunacheza mpaka nafundisha. Ilikuwa ni timu ya hapa au walikuwa wametoka nje? Ni timu ya hapa. Timu gani? Timu za hapa. Walikuwa wanacheza na nani? Hiyo timu ilikuwa inacheza na nani? Inacheza na mwenzio. Mzee Kibadeni, katika yote haya tunakumbuka moja katika historia yako ambayo mpaka hivi sasa haijavunjwa ni hat-trick. Ndio. Wakati ukicheza na mtani wako wa jadi Yanga. Unatamani kuona rekodi hii ikivunjwa? Nasema mimi nilimuomba Mwenyezi Mungu akanisaidia. Nikapata zile goli 6, nikafunga goli 3. Sasa kama kuna mtu anataka kuvunja ile rekodi, si aje aniombe na mimi nitoe idhini. Si nitatoa ruhusa. Wala sio kificho. Aje aniombe. Bwana Kibadeni, bwana tunashukuru ulifanya hili na hili na hili. Hebu basi na sisi tuachie tufungue. Naweza nikasema bwana nimekuruhusu. Kwa sababu nimekuwa ni la muda mrefu. Vijana wapo na uwezo wanao. Nashangaza sawa Simba wenyewe. Mbona wasiwanamia wananipa kila mwaka? Ikishindikana mtu kuvunja wanaletea bati 20. Ni maendeleo mambo yangu nimalizie. Wanaona kimya tu na sasa haiwezekani. Ndio wakati mimi na mimi nakasirika kwamba mbona Simba na wenyewe hawathamini kile nilichokifanya. Rekodi miaka 40 sasa hivi mtu alikuwa alofika. Na hawezi kufika mtu hizo nasema. Mpaka aje niombe mimi niruhusu. Nikiruhusu Mwenyezi Mungu anaanza kafungua. Otherwise tuendelee. Waniache mimi nife basi huku nyuma tena kama Mwenyezi Mungu akitaka kuwapa atawapa. Lakini sio avunje rekodi yangu mimi niko hai, hawezi kuvunja. Katika hiyo mechi mliofunga 6 na wewe ukipiga hat-trick. Ulifunga goli lingine katika hiyo mechi, lakini muamuzi akasema ilikuwa ni offside. Sitaki kuingilia hiyo. Medamu muamuzi alishasema kwamba ni offside. Lakini ulifunga hilo goli. Sawa kabisa. Kwa kweli mechi ile sisi wote tuliingia pale na hasira. Uwanjani wakati tunakwenda kucheza na Yanga. Kwa sababu kabla kucheza na Yanga kulikuwa na mechi Yanga waliingia wakacheza na timu, walicheza na timu nyingine, alafu ndio wanacheza na Simba. Yanga walipoingia wakashinda goli 4 si goli 5. Sasa mashabiki wao wakawa wanapiga kelele, sasa mtaona nyinyi kesho kutwa. Na sisi kambi yetu tuko Kibaha. Kwa hiyo tumetoka pale uwanja wa Taifa, watu wanatutupia michanga, wanatumwagia nini si nini, mtaona kesho kutwa kwa ushindi waliopata mechi ile. Na sisi tulipofika pale tukamwambia kocha Sam Sorovo alikuwepo, twende mazoezi. Akasema mazoezi mtafanyaje usiku? Tunaambia tutawesha gari zetu zinamulika uwanjani tuwafanyie mazoezi mechi inayokuja. Wewe uwajui hao. Tukafika kiwanjani Kibaha, tukaingia kiwanjani usiku saa 1 saa 2 mpaka saa 5 tuko tunafanya mazoezi. Gari ndio inamulika nini kiwanja pale. Kweli mlikuwa na hasira. Kwa hiyo kweli na tuambizana bana, asituletee mtu ujinga. Kama hutaki kanje. Sisi tunataka tukamalize kazi leo. Hiyo ndio iliyokuwa Simba za wakina Kibadeni kabisa. Au wachezaji wa enzi za wakina Kibadeni. Tena mchezaji tukimwona anatusumbua tunamfuata. Ninyi wenyewe wachezaji. Sio kocha wala sio viongozi. Sisi wenyewe wachezaji. Bwana tunakwambia tuna mechi kesho kutwa. Unakunywa pombe tunakuona hapa sasa hivi. Hatukuelewi. Nakwambia wewe kama hutaki bwana ondoka. Ukatoka sasa ndani ya Simba ukenda Majimaji. Nafikiri ilikuwa ni mwaka 1978. Na ulipokwenda huko ndo ukaenda kupata jina la King Mputa. La Chief sasa. Yes, ikawaje huko? Wakati naenda Majimaji, wachezaji wengi walitoka. Kwanza alitoka Sam Sorovo kocha, akaenda Majimaji. Gama akamchukua Mariam Gama, Mungu amweke mahali pema, akamchukua. Sasa Sam Sorovo akasema mkitaka nifanye kazi vizuri, nileteni Kibadeni. Okay. Yeye alipoambia wale. Gama akasema hiyo kazi ni pesi sana. Kwa hiyo chokifanya Gama akaja muona Mariam Baba. Akaongea naye, Mariam Baba akanambia bwana nakutuma nenda kwa babako. Utakwenda Songea, babako atakuwa mzee Gama. Ndio nikatoka mimi nikaenda zangu Songea. Sasa kufika Songea, Gama kwa Mariam Gama, Mungu amweke mahali pema. Amina. Kwa uelewa wake akasema hawa watu ni mashujaa sawa na wale tuwazika pale kwenye vita Majimaji. Wamekubali kutoka kwao huko kuja huku. Wakati mimi nenda Songea umeme hakuna. Kuna wachezaji wengine walitoka wakaenda Arabuni, hawa wa Simba. Sasa Gama akasema basi hawa watu tuwape majina ya kichifu. Ndio ikafanywa sherehe, yakaandikwa majina kina Mputa, Gama, Simba, Mbalioto, Sidani, majina mengi tu
ikawa kila mmoja anakwenda kuchukua kikaratasi ndio jina lake kwa sisi wageni. Kwenda mimi kuchukua changu mimi kina jina la Mputa. Mputa ndio chifu wa wale. Gama ndo akasema, "No, hili jina la bwana kubwa. Sasa lazima tuliingize kimila. Tufanyeje?" Huyo Mputa mwenyewe watoto wake wapo Maposeni. Ikabidi wakaone watoto wake kule, akaambiwa. Wale watoto wakasema baba alikuwa na uwezo wa kuchukua mtoto wa familia nyingine kumuingiza kwenye familia, lakini kinachofanywa sherehe za kimila, anachinjwa mnyama, damu zinachanganywa pamoja na kwa hiyo tufanye hicho kitu kwa Kibadeni. Sasa majina langu nikasema okay, mimi nilikuwa naitwa Abdalla Athumani Sefu nipokuwa mjini. Okay. Kwenda kule sasa nikabadilisha majina, nikasema Abdalla Kibadeni Mputa. Nikavalishwa na ringi hii hapa, imeandikwa kabisa mpaka leo Abdalla Kibadeni Mputa. Tangu mwaka 1978 nimevalishwa, nimeambiwa hii bwana ngao yako kaa nayo hii. Okay. Na bahati nzuri sasa wakati ule nikaambiwa nifanyeje, nitafute na mke, watanipa mke bure. Katika kutafuta mke nikapata mtoto wa marehemu Mzee Rashid Mfaume Kawawa, mamake Sofia. Kwa hiyo nimempata hiyo kwa ajili ya waziri mkuu na maka. Ulipokwenda hapo Majimaji kwa maana ya Songea, ukakutana na chipkizi. Usi mwingine ni Hussein Tindwa marehemu. Yes, ukamshawishi aondoke Majimaji aende Simba. Sawa kabisa. Ni kweli? Sawa. Marehemu Tindwa niliondoka naye na wenzake kina Malumbo, Hamisi Malumbo, si nani, tukenda wote kutoka Simba kwenda Majimaji. Sasa Simba nao walikuwa kwenye mashindano makubwa. Wakawa wachezaji hawana. Wale Hussein Tindwa kaenda Majimaji kule. Kwa hiyo wakaniomba ikiwezekana nimruhusu Tindwa arudi. Na kweli nikamwambia Hussein rudi kawasaidia Simba. Akaja huku kuwasaidia Simba. Ndio nasema kwa bahati mbaya umauti ukamfika kiwanjani. Yule alifia kiwanjani kwenye mashindano makubwa anacheza. Ni mara ngapi viongozi hawa wa Simba wamekuwa wakikushirikisha? Hasa inapokuja pengine kama swala la dabi, lakini mechi kubwa kama hizi za kimataifa sasa hivi wanashiriki kombe la shirikisho. Ukweli hakuna mtu anayekumbuka kusema kwamba mimi ninaweza nikachangia jambo ingawa niko nje. Kuna jambo lolote ambalo unalijutia katika maisha yako ya soka? Mimi namwamini kila mtu. Kuna wakati nilipopata jeraha hili la mkono. Kuna watu walinivamia wakanipiga panga, nikalikinga ndio unaona mkono umekatika hapo. Baba akaambia nilikwambia mwanangu usikubali kutembea peke yako. Na hicho nilichofanya nilikwenda hoteli gani? Seaview pale kwenye daraja. Kulikuwa na mtu tukutane pale. Sasa kwa bahati mbaya nilipofika nikaona nimefika mapema, ikabidi niende Ocean Road hospitali pale. Nilipokwenda walikuwa wanauza madafu saa 12 saa 1. Mimi kwenda pale nimechukua madafu yangu. Sasa natoka watu wawili wakaja mbio. Kuja pale wakaambia Kibali tena wamenitaja kwa jina. Simama kuwatizama hivi mama amefunga maxi usoni. Kupinduka hivi akanipiga na kitu. Kuzuia kumbe panga. Kanikata mkono wapo. Ndio kitu ambacho sasa na waliponikata tupiga tu wakaondoka. Mimi nikaenda pale kwa watu walikuwa wanauza madafu kuniona, wakanibeba wakanipeleka Ocean Road pale hospitali. Nikapata pale nikapelekwa Muhimbili. Nyumbani wakaja kupata habari wakati mwingine. Ndio tukio ambalo lilinitokea la hatari. Ilikuwa kama sikuzuia mkono wangenipiga kichwa au kwenye napanga. Ulihisi kwamba ni watu ambao walikuwa labda ni watu wananifahamu, lakini kwa nini waliniita jina? Tuhitimishe mzee wangu, unaonaje mchango wa Azam TV katika kuendeleza michezo hapa nchini? Kama si Azam, sijui nafikiri tungekuwa wapi sasa hivi. Azam wanatufanya watu tuonekane, watu watutambue. Leo wa Tanzania wanaisifia ligi yetu pengine ya pili au ya tatu katika Afrika. Kwa hiyo mchango wao ni mkubwa sana. Mwenyezi Mungu awazidishie kila la kheri. Naam, huyo alikuwa ni Abdalla King Mputa Kibadeni, ambaye alikuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pamoja na Simba Sports Club, lakini na Majimaji, ambaye alicheza kabumbu
kwa level ya juu kabisa, na historia yake mpaka sasa haijavunjwa, imebaki kuwa vile vile. Ni mchezaji ambaye alifunga hat-trick, goli zake 3 katika mechi ambayo Simba walishinda goli 6 dhidi ya mtani wake Young Africans. Na leo ametupa siri ya mafanikio. Ninyi wachezaji, kama mnataka kuvunja rekodi yake, kama pengine hukumsikia, amesema njoo mtafute alipo, umuombe kibali, naye atatoa baraka zake. Mpaka amesema hapa mpaka atakapokufa ndipo mtu atakapokuja kufikia rekodi yake au kuivunja. Beautiful Kanyigo, Rosemary Tinzo Karugira, ndivyo hivyo ambavyo nimehitimisha na mzee wangu Mputa Kibaden. Naam.